B ya kwanza bidhaa, B ya nne ni B ya pili ni bei, B ya tatu itakuwa ni B ni nini? Nani anza kujaribu? B ya tatu. Haya. B ya nne ni bango. Sasa kuna B4 katika kufanya shughuli ya masoko. B ya kwanza ni bidhaa, B ya pili bei, ya tatu banda, ya nne bango. Tuanze na B ya kwanza. Bidhaa ni nini? Bidhaa ni nini? Wote tunatumia vitu hapa Bidhaa ni nini? Aha. Bidhaa ni mazao. Mazao, aha. Bidhaa ni nini? Aha. Mali yote ambayo inafika sokoni. Mali yote. Tumevaa bidhaa. Hizi si nguo, bidhaa. Sawa? Kama mtu amevaa bidhaa hapa. Kiatu ni bidhaa. Asiwisi umekunywa chai? Bidhaa, umekunywa chai, ile chai imetengenezwa mapiko kwa majani, wameweka sukari. Yote ni bidhaa, sawa Kwa B ya kwanza ni bidhaa. B ya kwanza ni bidhaa. Acha tuelezee kwa undani. Haya, tunasema bidhaa ni kitu chochote kinachozalishwa. Bidhaa ni kitu chochote kinachozalishwa kwa ajili ya kuuza au kutumia. B ya kwanza, bidhaa ni kitu chochote kinachozalishwa kwa ajili ya kuuza au kutumia. Hiyo ni bidhaa. Kwa hiyo chochote kinachozalishwa. Kitu chochote kinachozalishwa, kinachozalishwa kwa ajili ya kuuza au kutumia. Hiyo ni bidhaa. Kwa nguo, chochote kile ambacho kinazalishwa kwa ajili ya kuuza au kutumia. Sasa bidhaa nzuri ni ile ambayo inakidhi matakwa ya soko. Tumesema soko ni nini? Ni mteja. Sawa? Kwa bidhaa nzuri ni ile inayokidhi matakwa ya mteja. Kwa mfano nimesema kwamba kwa mfano wewe unatengeneza unapika maandazi. Ufike mahali ujue wateja wako wanataka nini. Utengeneze maandazi kwa kiwango kile ambacho wataweza kukulipia. Hasa tumesema bidhaa nzuri ni ile inayoridhisha na kukidhi matakwa. So kwa mfano ubora. Sawa Bidhaa itakuwa iwe nini? Ina ubora mzuri. Bora, muda, malighafi nzuri inayotengenezwa vizuri. Kwa mfano kama sisi wanawake tunapenda kushona vitenge. Kuna ile lining ndani Kuna nyingine anasema kila mchana ina nini? Inaunguza. Wanaweza si wanahitaji ile material. Kwa hiyo kuna mshonea mtu mwambie kwamba kitambaa fulani nikiweka ndani lining ni shilingi 20,000. Hii ni shilingi 30,000. Lakini ni bora umshonee mtu kwa ile material au malighafi nzuri apate nini? Kitu chenye nini? Chenye ubora. Kwa hiyo bidhaa nzuri inayoridhisha kwa mteja mfano wako ni nini? Ni ubora. Ya pili ni yenye kuvutia. Bidhaa inapaswa kufanya nini? Kuvutia. Na ya tatu mtindo, kwa mfano umbile zuri inahusisha na thamani na size, kwa maana ya kwamba mtu amekuja kushona gauni, basi upime kutokana na vipimo vyake. Vipimo ambavyo vinafaa. Lakini kingine iwe ya kisasa. Sasa hivi tuna ushindani mwingi Kwa bidhaa inabidi iwe nini? Iwe ya kisasa, inayoendana na matumizi ya mtindo uliopo au fashion. Lakini kingine hiyo bidhaa ijitofautishe na bidhaa za watu wengine. Mtu asiende kwa kinyozi fulani aje kwako. Mtu asiende kushona nguo kwa fulani aje kwako. Tumeshaona kwa baadhi ya bidhaa B ya kwanza. Sawa Bidhaa iwe nzuri, iwe ya ubora, iendane na wakati. Kama zamani maandazi ulikuwa unakanda unafanya kuyachota. Sasa ifanya nini? Anza kuyakata, sawa mwingine maandazi yake anakanda anaweka tu hamira na sukari. Wewe jiongeze. Weka iliki, weka maziwa. Bidhaa yako itajitofautisha na bidhaa nyingine, itakuwa ina ubora, itavutia. Tuko pamoja? Ndio. Safi sana. Tunakuja kwenye nini? Bei. B ya pili ya bidhaa. Kwa tunasema bei
ni thamani ya bidhaa au huduma ambayo mteja yuko tayari kumudu au kulipia. Kwa bei ni thamani. Bei ni thamani au huduma ambayo mteja ni thamani ya bidhaa. Bei ni thamani ya bidhaa au huduma ambayo mteja yuko tayari kumudu au kulipia. Kwa unapopanga bei, jitahidi ulijue soko lako. Naelewana? Tumesema soko ni nani? Ni mteja. Unapopanga bei, jiulize mteja wangu ni nani? Hii bei anauza, unatangaza? Ndio. Safi sana. Kwa unapotaja, kumbuka tumesema soko ni mteja. Unapopanga bei, tambua mteja wako ni nani. Je, ana uwezo wa kulipa? Ana uwezo wa kumudu kulipia ile bidhaa? Sasa naishia hapa kwanza tupumzike. Sasa tu sasa sawa Naishia hapa afu ndio uje kuelezea bei hapo ndio kwenye bango sawa Sasa jinyosheni na usubiri kula. Umesikia? Kupumzika nako ni afya Tayari Blandina Kisawike ni mwadhiri wa chuo kikuu cha Iringa. Ni mtaalamu wa masoko. Manufaa ya mradi huu kwa wakazi wa Mufindi ni manufaa makubwa sana, kwa sababu wanufaika wa mradi huu wengi ni wanafunzi wengine walioacha masomo kutokana na mimba za utotoni, na kuna wengine ambao wametelekezwa na familia zao. Kuna wengine ambao ni watu ambao wamekata tamaa. Kwa hiyo manufaa ya mradi huu hasa kupitia masomo ambayo tunafundisha ujasiriamali, ili somo au idhana ya ujasiriamali itawasaidia wanufaika kwanza kujua fursa ambazo zinawazunguka. Watu wengi wanaona kwamba changamoto kubwa ya ujasiriamali ni mtaji. Lakini kupitia mafundisho ambao wanafunzi wameyapata, wamegundua kwamba kumbe changamoto ni mtaji sawa, lakini mtaji umewazunguka. Mtu anaweza kuwa mtaji ni zile fursa ambazo anakuwa nazo. Na kingine wamejifunza tofauti kati ya mfanyabiashara na mjasiriamali. Wamejifunza. Ni mwezeshaji Blandina Kisawike kutoka mradi wa Youth Agency in Mufindi, ambapo mradi huu wa Youth Agency in Mufindi umekuwa ukiwezesha vijana kutoka mazingira magumu kutoka kata ya Mpanga Tazara na kata ya Mapanda, ambapo kwa awamu hii wanapatiwa mafunzo haya katika kijiji cha Igoda wilayani Mufindi katika kata ya Ruhunga. Anaeleza juu ya faida ya mafunzo haya. Mafunzo yana faida kubwa kwa washiriki, kwa sababu baadhi ya washiriki ni wale ambao wamepata mimba za utotoni, wametelekezwa na familia zao, na ni washirika ambao waliona kwamba hawana faida ya kuendelea kuishi, walikata tamaa. Mafunzo ya ujasiriamali yamewasaidia kufungua ufahamu wao, kufahamu kwamba kumbe ujasiriamali ni kuwa mbunifu. Anza akafanya kitu kipya au kuboresha kile kitu ambacho kinafanywa na watu wengine, lakini kwa utofauti kidogo. Wamejifunza namna ya kuibua fursa, wamejifunza namna ya kuboresha biashara zao, lakini kikubwa zaidi wamejifunza namna ya kutafuta masoko. Wamejifunza B4, kwa mfano bei, bidhaa, bango kwa maana ya sehemu ya kufanyia biashara, na sema kuweka biashara, lakini namna ya banda, namna ya kuweka biashara na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya wanufaika watapata faida kubwa sana. Wakitoka mahali hapa hawatakuwa jinsi walivyo, kwa sababu wameshapata ile mindset zao zimebadilika, kwamba kumbe ujasiriamali sio kitu cha kufanya kile kitu kama wanaofanya wengine, bali ni kufanya kwa uzoefu au kwa tofauti. Lakini zaidi sana imefanya kutambua kwamba wamezungukwa na rasilimali nyingi ambazo vitu vingi viko ndani ya uwezo wao. Kwa hiyo wakimaliza mafunzo haya hawatakuwa jinsi walivyo, bali watakuwa ni watu tofauti. Mradi wa Youth Agency Mufindi ni mradi ambao unahusisha vijana takribani 120 kutoka kata ya Mapanda na Mpanga Tazara, na kata hizi ni miongoni mwa kata za pembezoni katika halmashauri ya wilaya ya Mufindi. Kwa kiasi gani kupitia mafunzo haya vijana hawa wanaweza kanyanyuka tena, hasa ukizingatia kuwa vijana hawa baadhi yao ni wale waliotengwa na familia. Mwisho wa mafunzo haya tutafundisha namna ya kuunda vikundi. Tunajua halmashauri zetu zinatoa mikopo kwa vijana. Kwa hiyo mwisho wa mafunzo haya tutawafunza namna ya kuandaa mpango biashara, tutawafundisha namna ya kuunda vikundi, na watakuwa katika hali ya kukopeshwa fedha ambazo ni kama labda watanufaika na fedha za serikali kwa kupata mikopo ambayo itawasaidia kujiinua kiuchumi. Lakini si hivyo tu, wanaweza wakajiajiri wenyewe, lakini pia na kuajiri
wapendwa wao, kwa sababu hawatakuwa wanyonge tena. Hii elimu imewafungua zaidi na kupata ujuzi zaidi wa kufanya biashara zao, lakini pia itafika mahali na hata kuboresha familia, sababu wengi wao wana watoto wadogo kiasi kwamba hata namna ya kuwahudumia inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kupitia huu mradi utasaidia kujitambua, unawasaidia kuanzisha biashara zao, na kupitia mikopo ya serikali watapata mtaji na kuanzisha biashara zao. Hata hivyo, hii ni awamu ya pili toka mradi huu ulipoanza kazi mwaka 2020 ambapo ulianza katika kata ya Luhunga, Mdaburo pamoja na Ihanu. Anazungumzaje maendeleo ya mradi huu hasa juu ya ujasiriamali, wale ambao wamepatiwa elimu hii, maendeleo yao yakoje kijijini? Baadhi ambao tumewasiliana nao wapo ambao tayari wamefungua biashara, kwa sababu tuliwafundisha namna maana ya ujasiriamali, namna kutafuta fursa, lakini pia namna ya kusajili vikundi. Wapo ambao tayari wameanza kunufaika na mradi huu. Wapo ambao tukiwasiliana nao wamesema kwamba tayari wameshapata mikopo, wengine tayari waliandaa mpango biashara na wameshaanza biashara zao. Kwa hiyo mradi huu umewavusha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Naamini hizi juhudi zikiendelea pamoja na serikali nao kuweka mkono katika miradi hii itawafikia vijana wengi zaidi na kuondoa katika maisha magumu ambao wanaishi kwa sasa. Vijana wanaopatiwa mafunzo haya ni vijana ambao wameweza kuongezwa hatua moja mbele ya ufahamu na wanawaahidi kuweza kwenda kufanya vizuri katika mradi huu kama hapa wanavyoelezea. Naitwa Petro Kalele. Kwa shukuru mradi wa YAM kwa kutupa hii fursa ya kuja kupata elimu ya ujasiriamali ambayo mimi binafsi itaenda kunisaidia nikiwa na fursa yangu. Kama mimi mfano seremala, nikianza nitakuwa mbunifu, nitakuwa najua jinsi ya kuishi na watu na kufuata fursa zilizopo. Imenipa kujiamini kwa sababu inatufundisha jinsi ya kutumia fursa na kufuata njia bora ili uweze kufanikiwa. Asante. Kwa jina naitwa Jipeni Kanyika, natokea kijiji cha Chogo. Nimekuja kupata mafunzo, na mafunzo haya nitaenda kutumia kubadilisha maisha yangu. Nashukuru sana msaada wa YAM. Nashukuru sana msaada wa YAM kwa kuniona. Naamini katika mafunzo haya nitaenda kuwa mfano na kubadilisha maisha yangu. Mafunzo ya mradi huu wa Youth Agency Mfindi yamekuwa ni mafunzo yanaleta ukombozi mkubwa kwa vijana kutoka mazingira magumu, na kupitia mradi huu vijana wengi hasa waishio huku vijijini wana nafasi ya kubadilisha maisha yao. Danford Mkumbo, yeye ni mmoja kati ya waratibu katika mradi huu, hapa anaeleza namna ambavyo mradi huu ulivyochachu kwa vijana. Kevin Danford. Kutoka hapa wilayani Mfindi, mimi ni Francis Godwin, Matukio Daima. Ni mteja wa bidhaa zako. Kinyonzi hapa. Nani kinyonzi? Nani anasuka? Nani anashonya? Nani anapika mandazi? Sawa sana. Sawa sana. Nani anafuga? Unapeleka shule fulani, shule ni soko, sawa? Lakini soko ni wateja baadaye. Kwa wateja nao sasa ni soko. Wateja unapata baadaye ni soko. Lakini bwana, leo kaleta mtu kitenge kwa ajili ya kuvaa kwenye harusi au mwezi wa sasa tuko ngapi? Kwa cha pili ni masoko. Masoko ambao sasa kwenye hii changamoto za ujasiriamali moja wapo tunasema ni masoko. Yoyote ile anayofanya mfanyabiashara au mjasiriamali ili kuimarisha biashara yake. Soko ni mteja wa bidhaa, lakini masoko ili kuimarisha biashara yake. Hii ndio nini? Masoko. Sasa mfano wa shughuli za anazozifanya huyu biashara, kusema ni shughuli yote inayofanya na mfanyabiashara kuimarisha biashara ni akina nani? Wanapenda bidhaa za aina gani? Kama anashona magauni, anapenda magauni ya solo. Unaweza kutambua mahitaji ya wateja wako. Kwa kwanza kuelewa matakwa ya wateja wa bidhaa yako, ya wateja wako. Panga nini? Bei. Huwezi ukaja huko mandazi unauza shilingi ngapi? 200. Wewe unauza mandazi moja 500.
lazima utapishana nini na wateja, kwa sababu yeye uwezo wake unapanga kwa shilingi 200, wewe unapanga 500. Kwa hiyo sema ni kupanga bei ambayo wateja watakuwa tayari kufanya nini, kulipa, na itakupa nini, faida. Lakini tatu, kupanga kusambaza bidhaa, namna gani hiyo bidhaa iwafikie rahisi. Unajua sisi huwa tunatoa vitu ambavyo wenzetu wameshindwa. Sasa tulisema mtu unatakiwa uboreshe. Wote mmejitahidi kuboresha, lakini ni kama mmeishia njiani, si ndio? Sasa uthubutu ndio huo ambao mmeuonyesha wakuja hapa mbele kujaribu, si ndio? Ila kufanya na kuendelea kufanya, kwa Kihewa wanasema consistency, uwezo wa kurudia jambo, kufanya bila kuchoka, ndio mlichokuwa mnafanya. Ila mmegundua shida yenu ni nini? Kila mtu aliishia njiani. Kila mtu alifanyaje? Aliishia njiani. Uvumilivu ulifanyaje? Ulimshinda. Uwezo wa kufikiria ulibaki finyu, kwamba hapa sasa nimeshindwa. Hamna mtu alitaka kujaribu tena, hata mmoja. Uthubutu moja hapo, sio sifuri, hamna sifuri, moja, kwa sababu mliweza, si ndio? Sijui mnapata majibu? Sasa kwa vile mjanja naweza kuthubutu, naenda kufanyia mazoezi leo. Kesho asubuhi nakuja na majibu hapa, sawa? Alafu mtaniambia kama fursa zinaonekana au hazionekani, sawa? Nini maana ya fursa? Andika fursa hapo kwenye daftari yako. Fursa ni nini? Wengine wameandika fursa, wengine wameandika fursa. Muhimu usome, sawa? Ila ni fursa, sawa? Ni uhitaji, sawa? Fursa ni uhitaji. Kwa hiyo maana ya fursa tunasema ni tatizo linalohitaji ufumbuzi. Fursa ni nini? Fursa ni tatizo linalohitaji nini? Ufumbuzi. Mmeona maana ilivyo nyepesi na rahisi? Hapa mbele mimi niliweka kitita cha shilingi 200, si ndio? Hiyo ni fursa, si ndio? Ilikuwa ni tatizo la kutengeneza ile box iliwe na muunganiko, si ndio? Tayari ile ilikuwa fursa wewe kujipatia faida, si ndio? Na mimi ningejifunza kitu, si ndio? Kwa hiyo fursa ni tatizo ambalo linahitaji nini? Ufumbuzi. Wangapi tunayajua matatizo? Kila tunachokutana nacho kwenye maisha ni matatizo, sawa? Sasa wenzetu wenye akili wanabadilisha matatizo yetu kuwa fursa, sawa? Na ili ufanikiwe ni lazima uwe na uwezo wa kubadilisha matatizo kuwa fursa. Sasa wewe, kulikuwa kuna fursa hapa ambayo haikuwa hata na tatizo. Mimi nilikuwa tatizo la kuunganisha box langu. Kwa future sana. So fursa tunasema ni nafasi ya kujua aina fulani ya biashara ambayo lengo lake ni kupata faida. Sawa? Ni nafasi ya kujua aina fulani ya biashara. Kujua aina fulani ya biashara ambayo lengo lake ni kupata nini? Faida. Hata mfanya biashara anaona fursa, ila mjasiriamali anaiona fursa kwa picha ya changamoto. Sawa? Kwa picha ya nini? Changamoto. Ukiwa mjasiriamali, tulisema kwamba fursa ni tatizo linalohitaji nini? Suluhisho, si ndio? Ndio. Ni tatizo linalohitaji? Ukiwa mjasiriamali utaona tatizo, utalitafutia nini? Ndio pale sasa utashtukia haujazingatia somo, haujazingatia cha soko wala nini. Sasa andika jinsi mtu
jinsi mtu anavyoweza kutazama jambo au kitu na kubuni manufaa yake, au kitu na kubuni manufaa yake, na kubuni ni jinsi mtu anavyoweza kutazama jambo au kitu na kubuni manufaa yake au ya jamii. Full stop. Fursa. Mfano. Sasa mnataka muandike hadi mfano jamani? Mfano si tunaelekezana tu. Tumeko mbele ya muda. Mimi nawaita watu wa future wameshaona fursa kwenye mazingira ambayo yanatuzunguka, si ndio? Tumchukulie mfano mama ambaye ametupatia chakula mchana, si ndio? Aliona fursa, hakuona fursa? Unadhani kwa nini wamemchagua yeye apike? Kwamba mitaani kuna mgawa mmoja? Ina maana unapoiona fursa lazima ujue manufaa yake, si ndio? Hapa tupo watu zaidi ya ngapi? 180, si ndio? Mmeona ambavyo watu wana uwezo wa kutengeneza fursa kwenye matatizo. Ilipofika saa 7 kila mtu njaa ilimuuma, si eti? Hata mimi njaa iliuma. Nilishangaa mnikaribishi ni watoto wachoyo nyie. Kwa hiyo ili uone fursa ni lazima utambue changamoto ambazo zinazunguka kwenye maeneo hayo. Kama watahitaji kula, mimi nina mgawa wangu napika chakula. Kabla fursa haijaja, mimi nakuwa mguu wa mbele, nakuja kuomba nafasi ya kupika. Au yule mama anatoa sadaka, halafu mnajua ametuambia nini? Hata yeye mwenyewe anatamani angekuja kukaa ajifunze. Sasa unajiuliza, kama wenye elimu wanataka elimu kama hii, wewe uliyepo hapa unatakiwa ukirudi nyumbani ukawe mbele ya muda, sawa? Sasa kuna namna za kuzitambua hizo fursa. Kuna namna ya kutambua hizo fursa. Ya kwanza, andika hapa: matatizo au changamoto ambazo watu wanapitia. Matatizo au changamoto ambazo watu wanazipitia. Matatizo au changamoto ambazo watu wanazipitia. Hizo ni nini? Nimesema namna za kufanyeje, za kuzitambua nini? Fursa. Matatizo au changamoto ambazo watu wanafanyeje, wanazipitia. Kama hamna changamoto, hamna fursa. Sawa? Ukiumwa kichwa unakunywa nini? Dawa za maumivu, si ndio? Kuumwa changamoto. Anayeuza dawa tayari ameona fursa kwenye kichwa chako kinachofanya nini? Kinachouma. Ikifika sikukuu unanunua nguo mpya au unachona nguo mpya, si ndio? Hiyo ni changamoto kwamba nisipovaa nguo mpya mimi sijui itakuwaje, nitakuwa mimi peke yangu. Kwa hiyo tayari ni changamoto ambayo imejitengeneza, mtu anachukulia kama nini? Fursa. Sasa na sisi kule ambako tupo kuna changamoto nyingi tu, si ndio? Inaweza ikawa maji, inaweza ikawa malazi, inaweza ikawa makazi, na ndio maana kuna mafundi, kuna nini. Wote hao wameona changamoto, wanazigeuza kuwa fursa. Unapogeuza kuwa fursa, ndio inakusaidia wewe kupata nini? Kipato. Utaenda kumuuliza mtu, unafuga kuku wa nini? Anakwambia mimi nafuga tu. Ina maana huyo hajaweza kuitambua fursa iliyopo. Hajui kama kuna watu wanahitaji mayai, kuna watu wanahitaji nyama. Uongo kweli? Namna ya pili ya kuzitambua fursa ni mahitaji ya watu. Ile inarudi kwenye mama changamoto. Ya pili, mahitaji ya nani?
Jamani, sisi tuna mahitaji. Wote sisi tuna mahitaji. Uongo kweli? Kuna mtu anaoga bila sabuni humu ndani? Kwa hiyo uhitaji hapo ni nini? Maji au sabuni? Sabuni na maji, si ndio? Nyie huku maji mnachota mtoni na sabuni mnaokotaga mtoni. Tulivyokuwa wadogo sisi, mama zetu walikuwa wanatuambia wanaenda kutununua kwenye maboksi mtoni. Kwa hiyo akasema kuna kiwanda huko, unachagua mtoto unayemtaka. Mimi nikamuuliza mama, ndio ulinichagua mimi msumbufu hivi? Akasema nitakurudisha. Kwa hiyo kutokana na mahitaji ya watu, kwa mfano wadada wanapenda kupendeza, si ndio? Kwa hiyo ukifungua saruni moja kwa moja, si wanahitaji kusuka? Umepata mahitaji yao au hujawapa mahitaji? Then kuna namna. Vijana wengi wamekuwa wakihangaika kupata mitaji, wamekuwa wakihangaika kuweza kubuni biashara pamoja na kuweza kuhitimu katika vyuo mbalimbali ama kozi mbalimbali za ujasiriamali. Alfayo Mwalongo ni mmoja kati ya wahitimu wa Chuo Kikuu cha Iringa, zamani Tumaini, ambaye ni mmoja kati ya wakufunzi katika mafunzo ya ujasiriamali yanayotolewa na mradi wa Youth Agency in Mfindi YAM kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Mfindi, ambapo kupitia mafunzo haya anatoa rai kwa vijana kutoka mazingira magumu kuweza kujishughulisha na shughuli za ujasiriamali. Mimi ni Francis Godwin. Alfayo anaelezea zaidi. Kwa majina anaitwa Alfayo John Mwalongo, ni mkufunzi na ni muhitimu wa Chuo Kikuu cha Iringa katika shahada ya masoko na ujasiriamali kwa vitendo. Nimepata bahati au nafasi ya kipekee kuja kuwa mkufunzi kwenye kipindi hiki cha ujasiriamali kwa vijana hawa wa Mfindi, ambapo mradi unatambulika kama YAM, yani Youth Agent in Mfindi. Unaokutanisha vijana wanaotoka kwenye mazingira mbalimbali, wanaunganishwa kwa pamoja kuja kupata nafasi za kujifunza juu ya ujasiriamali na kuzitambua fursa ambazo zipo katika mazingira yao. Hii inawajenga kujifanya kupata na uwezo wa kwenda kujitegemea wanaporudi mtaani. Kwa hiyo nimefurahi sana kuwepo katika fursa hii, kuweza kushare na vijana, kuona ni jinsi gani wanaweza wakajikwamua kutoka hali walizokuwa nazo na fikra mgando ambazo wanazo kwamba mazingira yao yanaweza kuwa sababu ya wao kukatisha maisha au kukata tamaa, na kuweza kuzitambua nafasi ambazo wanaweza kubadilisha na kuchangia uchumi au faida kwenye taifa letu. Hata hivyo, kupitia masomo mbalimbali ambayo amewafundisha vijana hawa, Alfayo anaiona fursa kubwa kwa vijana hawa pindi watakaporejea makwao kuweza kuzitumia fursa hizo kuwa wajasiriamali, tena si ujasiriamali tu, ujasiriamali wenye kukuza uchumi wao. Ukizingatia vijana wengi wanatamani na wanaonesha nia na uthubutu wa kutamani kutoka katika hali zao. Wengi wanatamani kuzisaidia familia zao na wengi bado wako kwenye hali duni za maisha, lakini unatazama ambavyo fikra zao zinaona ni namna gani wanaweza wakatafuta nafasi ya kutoka ambapo walipo. Hivyo kupitia mafunzo haya wanapata nafasi ya kuzitambua fursa na kutafuta namna au jinsi ya kuanza ili waweze kujisaidia au kutoka kwenye nafasi walizopo. Na ukiangalia vijana wengi wanaonekana kuwa na utajiri wa fursa nyingi sana walipo huku, mfano mazao, mashamba na vitu vingine vingi. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya tuna imani vijana wengi sana watatoka, watajisaidia wao na wenzao, watajiajiri na kupunguza umaskini kwa kiasi kikubwa. Halmashauri ya wilaya ya Mfindi, hususani kata Mpanga Tazara na kata Mapanda, ni miongoni mwa halmashauri ama miongoni mwa kata ndani ya halmashauri ya wilaya ya Mfindi zinazozungukwa na rasilimali nyingi, na vijana hawa siku zote wamekuwa wamekalia rasilimali hizo. Kupitia mafunzo haya, kwa kiasi gani wanaweza kutumia fursa zilizopo katika maeneo hayo, hasa fursa ya kilimo na fursa ya miti kama sehemu ya uchumi kwao? Kwa kuzingatia mradi huu, nikisema mimi nimepata bahati kuja mara ya pili au ya tatu, lakini unaona mabadiliko makubwa sana kwa vijana ambao wanakuja. Hii ni kutokana na majibu mazuri kutoka kwenye miradi ambayo ilipita.
Ina maana vijana wanakuwa facilitated na wenzao wanaowaona ambao waliwahi kupata nafasi kwenye mradi huu. Hivyo wanatufuata hapa, wanakusanyika kwa pamoja ili kuja kupata elimu, kwa sababu tunafahamu ujasiriamali au kitu chochote bila elimu haiwezekana, ni sawa na mali bila daftari. Hivyo tunawafundisha na kuwaonyesha ni jinsi gani wanaweza kufanya na kuanza, na kupitia ndugu zao ambao wamewahi kutoka kwenye mradi huu tunapata majibu mazuri kwamba vijana wananufaika kwa kiasi kubwa sana na mradi huu na fursa zilizopo maeneo yao wanapoishi. Ni Alfayo Mwalongo, mmoja kati ya wakufunzi katika mafunzo ya ujasiriamali yanayotolewa na mradi wa Youth Agency Mfindi kwa vijana 120 kutoka kata Mapanda na kata Mpanga Tazara katika halmashauri ya wilaya ya Mfindi. Lakini washiriki wa mafunzo haya ambao ni vijana kutoka mazingira magumu, wao wanalipi juu ya mafunzo haya? Naitwa Fausta Mgwede kutokea Chogo. Nimekuja kujifunza mafunzo haya ili yaweze kunisaidia katikati ya maisha yangu, nipate fursa kilimo na ufugaji na ufundi kama ushonaji. Jina naitwa Fredrick Ubamba. Nashukuru mradi wa YAM kwa mafunzo haya mazuri ambayo ninaweza kwenda kuyafanyia kazi kijijini kwangu nakoishi, na naelewa kabisa yatanipa maendeleo mazuri katika maisha yangu. Huu ndio mradi wa Youth Agency Mfindi ambapo matokeo yake ni vijana kuweza kubadilisha maisha yao. Mimi ni Francis Godwin na hii ni Matukio Daima. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Unaweza kuwa umefika Iringa mara kadha wa kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza kusikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usio na gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu. Stani. Ushafika hospitali? Hospitali? Nani anaumwa? Simepigiwa simu na walimu hapa, ananiambia Bwakila hali yake mbaya, amemkimbiza hospitali. Nitumie 30. Wewe, Bwakila mbona niko naye? Kuna? Walimu gani sasa walimu? Hao matapeli. Na ukishaona jumbe za hivyo, yani moja kwa moja nenda kwenye uwanja wa message, andika utapeli, tuma kwenda 15040. Utapokea ujumbe wenye maelekezo. Utaweka namba ya utapeli. Ndio shughuli yake inaishia hapo. Kweli? Mimi ndo nakwambia fanya hivyo. Hebu mpe Bwakila. Bwakila huyu hapa. Baba, tuma 30 basi ule utaka kuwatumia walimu. Takuripoti, wewe jiche tu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, TCRA.